Tunapenda kuishukuru Bodi ya Tumbaku Tanzania, mrajisi, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya kwa jitihada ambazo zimefanyika mpaka kufikia hatua ya sasa kutupatia fedha zetu. Kiuhalisia tumepitia vipindi vigumu sana. Tunashukuru Bodi ya Tumbaku na viongozi wote kwa ujumla. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati. Wakulima wa tumbaku kweli tumepitia kwenye wakati mgumu sana. Fedha zimekuja kwa kuchelewa, lakini vile vile wakulima wamekuwa wagumu hivyo japokuwa tumekopa mahela huko mitaani na tumeweza kuyarejesha. Sawa, lakini sio mbaya. Tumelipa na shambani tumeingia. Hivi sasa tuko kwenye mchakato wa kupanda miche ya tumbaku. Hali ni nzuri. Vile vile tunawapongeza mwenyekiti wa LATCO pamoja na mwenyekiti wa TTB na mkurugenzi kwa pamoja. Pembejeo zimefika kwa wakati. Naomba kutoa ushauri kidogo. Wakae na haya makampuni yetu ambayo kuja kutunulia tumbaku ili yaweze kuwa makini na ile mikataba yetu, wasije wakaendelea kukiuka ile mikataba yetu, maana sheria ni siku 7. Ukishauza tumbaku mkulima anatakiwa alipe. Tunaomba hayo makampuni yakaweze kuwa makini katika hizo sheria, vile vile na viongozi wetu wakasimamie sheria. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano mkubwa uliotokea mbele ya viongozi wetu, hasa ngazi ya mkoa. Mkuu wa wilaya alitutembelea mara kadhaa kutuhakikishia tunapata pesa yetu, lakini pia mkuu wa mkoa ametupa juhudi kubwa. Kipekee tunamshukuru sana mrajisi msaidizi mkoa wa Katavi, ndugu Peter Nyakunge. Tunashukuru sana kwa jitihada zote zilizofanyika kuhakikisha tunapata pesa zetu zaidi ya dola 312,000. Shukuru sana mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Tumbaku Tanzania kwa msukumo mkubwa aliotupa kwenye hili kuhakikisha tunapata pesa zetu kwa wakati. Mpaka sasa hivi wakulima wetu wamepata pesa zao, wamenunua pikipiki, wamenunua bajaji, lakini wamenunua viwanja. Wengine wameendelea saizi kusomesha watoto wako wamekwenda shule.